Taarifa ya kamati tendaji ya umoja wa mawakili vijana wa chama cha sheria Tanganyika TLS AYL kuhusu shauri la maadili lililofunguliwa dhidi ya rais wa TLS. Kamati tendaji ya umoja wa mawakili vijana wa chama cha sheria Tanganyika TLS Association of Young Lawyers AYL imepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za shauri lililofunguliwa na mwanachama wa umoja huo wakili Chacha Mwita Nation mwenye namba ya uwakili 11554, yani 11554, dhidi ya rais wa chama cha sheria Tanganyika TLS wakili Boniface AK Mwabukusi. Maombi namba 4 ya mwaka 2026 katika kamati ya kitaifa ya maadili ya mawakili. Shauri hilo linatokana na matamshi ya Rais Mwabukusi katika nafasi yake kama rais wa TLS ya tarehe 30 ya mwezi Aprili mwaka 2026 katika mkutano mkuu wa chama cha sheria Tanganyika TLS katika ukumbi wa AICC Arusha, na matamshi ya maoni ya azimio la wanachama wa TLS ya mkutano mkuu yaliyotolewa tarehe 11 Mei ya mwaka 2026 katika mkutano wa baraza kuu la uongozi wa TLS na waandishi wa habari katika ofisi za TLS Mikocheni jijini Dar es Salaam juu ya mwenendo wa kutoridhishwa wa kesi ya jinai inayomkabili mwanachama na aliyewahi kuwa rais wa TLS wakili Tundu Antipas Mughwai Lissu. AYL inapenda kuweka wazi kuwa katika kipindi hiki ambacho TLS imeendelea kusimama kidete kutetea utawala wa sheria, haki za wananchi, uhuru wa taaluma ya uwakili na heshima ya katiba ya nchi yetu, kumekuwa na jitihada mbalimbali za kujaribu kuhamisha mjadala kutoka katika masuala ya msingi yanayowahusu wanachama na nchi kwenda kwenye mashambulizi dhidi ya viongozi wa taasisi ya TLS. Kamati tendaji ya AYL inaona kwa masikitiko makubwa kuwa hatua ya kufunguliwa kwa shauri hili inalenga kuzua mgawanyiko usio wa lazima ndani ya taaluma na ina lengo la kujaribu kuwapa nafasi baadhi ya watu kuichafua taswira ya TLS na viongozi wake mbele ya umma. Tunasisitiza kuwa taasisi yetu inapaswa kujengwa kwa hoja, heshima na mijadala ya kitaaluma badala ya vitendo vinavyoweza kuonekana kuwa na lengo la kudhoofisha umoja wa wanachama na kuathiri hadhi ya taasisi. AYL inatambua haki ya kila mwanachama kutumia taratibu za kisheria zilizowekwa. Hata hivyo, haki hiyo inapaswa kutumika kwa nia njema, kwa kuzingatia maadili, taaluma na kwa kuangalia athari zinazoweza kujitokeza kwa taasisi nzima ya TLS na taswira ya uwakili nchini, na sio kuashiria kutumika kisiasa. Tunapenda kuweka wazi kuwa mawakili vijana wa Tanzania hawatakaa kimya wakati heshima ya taasisi yetu inapowekwa hatarini. TLS ni taasisi iliyojengwa kwa jasho, mchango na dhamira ya vizazi vingi vya mawakili. Ni wajibu wa kila mwanachama kuhakikisha kuwa tofauti za maoni na misimamo hazigeuki kuwa sababu ya kuidhoofisha taasisi ambayo ndiyo nguzo ya uhuru wa taaluma ya uwakili nchini Tanzania. Kamati tendaji ya AYL na mawakili vijana wote kwa ujumla wana imani kamili na uongozi wa rais wa TLS na wanaendelea kutambua mchango wake katika kusimamia maslahi ya wanachama, kuimarisha utawala wa sheria na kutetea misingi ya haki nchini. Kwa msingi huo, AYL inasimama pamoja na rais wa TLS na uongozi mzima wa chama katika kipindi hiki. Aidha, AYL inatoa wito kwa wanachama wote wa TLS, hususan mawakili vijana, kuendelea kuwa watulivu, wenye mshikamano na wenye kulinda hadhi ya taaluma yetu. Tunakataa juhudi zozote zinazolenga kugawa wanachama, kupunguza imani ya umma kwa TLS au kudhoofisha sauti ya chama katika kutetea misingi ya haki na utawala wa sheria. Hata hivyo, AYL itatoa mawakili kwa ajili ya utetezi wa rais wa TLS, wakili Boniface Mwabukusi. Matendo yao yatawahusu wale wote watakaojaribu kutumia nafasi zao kudhoofisha taasisi ya TLS badala ya kuijenga. Vilevile, umoja wa mawakili vijana wa TLS hautawapatia ushirikiano kwa namna yoyote ile
wale wote wanaoihujumu TLS pale ambapo watakuwa katika uhitaji wa msaada wa kisheria, kijamii, mchango, msiba au ugonjwa ama vinginevyo. Kwa upande wetu, AYL itaendelea kusimama upande wa umoja, heshima ya taaluma, uhuru wa TLS na maslahi mapana ya wanachama wake. Taarifa hii imetolewa na kamati tendaji ya umoja wa mawakili vijana wa TLS AYL tarehe 3 ya mwezi Juni mwaka 2026. Emmanuel Fallet Ukashu, mwenyekiti umoja wa mawakili vijana wa TLS AYL. Hii ndio taarifa rasmi kutoka kwa vijana hawa wa TLS. Maoni yako ni yapi? Nione kwenye comment maoni yako kuhusiana na tamko la umoja wa mawakili vijana wa TLS juu ya kesi ya maadili ya Rais Boniface Mwabukusi. Hii ni VOT Media. Wakati wote sisi tumechangamka. Hamasa ni kuendelea kusubscribe katika YouTube channel ya kwetu. Subscribe, like, comment, share kwa ndugu jamaa na marafiki, ili siku zote wasiweze kupitwa na taarifa zote muhimu ambazo zinakuwa zinatoka kwetu.